Mzee mzima yani mimi unipate nimesoto. Ukinichokoza mimi utapatana vidi. Unapata na vidingi. Mavidevu na deep. Mavidevu ndio ngumi. Mavidevu ndio ngumi. Kwa nini Yesu alisulubiwa? Kwa sababu na mtazamaji wetu, bila shaka yote mambo yanaendelea kuwa sawa tena zaidi. Basi katika mtaa huu wa Kibra tumepata jamaa ambaye anachapa kazi vizuri tena sana, ambaye ni mwendesha bodaboda hapa. Habari ndugu yangu? Nzuri sana hapa. Jina lako nani? Douglas. Naona kama umetoka kanisani na umeokoka, si ndio? Kidogo tu lakini si sana. Umeokoka kidogo. Yesu alisulubiwa kwa nini? Juu ya dhambi zetu. Alibeba msalaba juu yetu sisi. Alisulubiwa kwa ajili ya dhambi zetu. Sasa wakati alisulubiwa kwa ajili ya dhambi zetu, dhambi ziliisha ama bado zinaendelea? Dhambi zinaendelea tu, ziisha. Kwa hivyo itabidi asulubiwe tena mara ya pili. Itabidi. Hata anasema kwa sababu nilikufa kwa ajili ya dhambi zetu, nirudi tena nikufe mara ya pili ndio dhambi ziishe. Tuliambiwa atarudi. Na atarudi kama labda mwezi, hatujui. Mtazamaji wetu, mambo yanaendelea kuwa tena sawa kabisa, watu wakiendelea kusherehekea mambo ya Easter. Basi niko na mama hapa pia aweze kuzungumza nazi mawili matatu. Habari mama? Nzuri sana. Unaitwa nani? Naitwa Helen. Unaitwa Helen. Umetoka kanisani ama hujatoka kanisani? Natoka kanisani. Kumaanisha wewe ni mtu ambaye unapenda Mungu na unamtumikia Mungu. Ndio. Yesu alisulubiwa kwa nini? Kwa sababu ya dhambi zetu. Sasa wakati alisulubiwa hivyo, dhambi zetu ziliisha ama bado ziko? Zingali ziko. Tungali tunatenda dhambi. Kwa hivyo wakati alisulubiwa, sasa umuhimu wa kusulubiwa katika kuhusu dhambi zetu ilikuwa ni umuhimu gani? Tuokolewe. Tuokolewa. Na tuliokolewa ama bado? Kama mimi nimeokolewa. Umetoka kwa dhambi. Nimetoka kwa dhambi. Sasa umengoja tu ukikufa utaenda kumuona Yesu umsalimie kwa mkono. Habari yako? Nzuri. Jina lako nani? Jeffries Ondiso. Jeffries Ondiso. Ondiso. Umeokoka, si ndio? Ndio. Yesu alisulubiwa kwa nini? Sababu ya dhambi zetu. Alisulubiwa kwa ajili ya dhambi zetu. Ndio. Hizo dhambi zikaisha ama bado ziko? Bado ziko. Kwa hivyo alisulubiwa tu kwa ajili ya dhambi, lakini hizo dhambi hazikuisha. Ndio. Na bado watu wanaendelea kutenda dhambi. Habari yako? Nzuri. Jina lako nani? Sylvia Ongad. Sylvia Ongad. Basi unapenda Mungu ama unamsikia tu? Nampenda. Unampenda na unamjua? Umewahi kukutana naye ama bado? Sikukutana naye. Haujawahi kukutana naye. Lakini wewe unampenda tu. Hata kama yuko. Yesu alisulubiwa kwa nini? Kwa sababu ya dhambi zetu. Sasa wakati alisulubiwa dhambi zikaisha? Hazijaisha. Yaani ukisema alisulubiwa kwa sababu ya dhambi zetu, aliteswa tu kwa ajili ya dhambi zetu, lakini dhambi tulibaki nazo. Bado ziko. Kwa hivyo hiyo ni jambo ambalo aliwezekani dhambi kuisha. Aliwezekani dhambi kuisha kwa sababu alisulubishwa na usiende nyuma sana, songa mbele. Kwa hivyo alifanya vizuri ama alikosea? Alifanya vizuri. Kufa kwa ajili ya dhambi zetu na dhambi ziendelee? Hapana. Ziishe. Shaka mtazamaji wetu popote uliko, natumai kwamba unatupata kwa njia nzuri kabisa. Leo tumekida kambi huku katika eneo la Kibra, na hii ni high rise. Sijui ni high rise hapa ni Soweto high rise. Soweto high rise, ambako leo ni siku ya maandalizi ya sherehe ambazo ni za Yesu Kristo kusulubiwa, yani Easter, mambo ya Easter. Niko na baba hapa pia aweze kuzungumza nazi mawili matatu aweze kufahamu, naye amejiandaa aje. Habari baba? Salama sana. Jina lako nani? Naitwa kwa majina naitwa David Mojong. Mkaji ya Soweto high rise. Wewe ni Mkristo ama ni Muislamu? Mimi ni Mkristo. Kumaanisha kwamba umeokoka? Ndio. Pia ambalo wewe unafahamu kuhusiana na siku kama ya leo? Siku ya leo ni siku ya kusameana. Na kujinyima kukula na wengine. Ndio. Leo ni siku ya kusameheana na kujinyima kukula na wengine. Ndio. Kwa hivyo wewe tuseme leo hautakula na hautakupatia mtu yote chakula akule? Tunapeana. Ni siku ya kukula na wengine. Kile kidogo uko na. Lakini sio siku ya kunyima kukula na wengine. Hapana. Tunafurahi kufika siku ya leo kwa sababu wengi walitarajia na hawajafika.
Popote uliko, mambo inaendelea kuwa tena vizuri tena kabisa. Basi tumekida kambi hapa ndani ya Kibra na tunaingia katika vitongoji vyake, na kila kichorochoro tunahakikisha kwamba tunapita. Basi tumepata ndugu ambaye iko sawa kabisa, na ukimuona tu sura unajua huyu labda ni msanifu kabisa. Unaona anapika mafoko tayari na bado mistari inakuja. Sasa hivyo anajiandaa vizuri tena sana. Jina lako nani ndugu yangu? Yambai boy. Yambai. Unaitwa Yam boy. Yambai. Msanii anaanza na Yambai boss ndio. Sasa onyesha tu utani kidogo kwanza, usema haya mafani mko aje? Cheki mafani sikizeni. Ati mzee mzima unanipata nimeseto dry kuni disc kwanza na hii button. Marapa ni mafake, iweka kwa actions, ngangani muziki na ifanye juu ni passion. Bomba clutch ama rapa imba vako na tuchocha na fama videvu za kahasho. Weka lawama demu yako sinifinyie macho ndaigota pako pati change position Minjo bazenga my negro, minjo boyenyu msimbo. Jing Jong nimekuja na Martin Kong. Songa hapa tena. Na mambo safi tena kabisa. Rudi hapa. Basi hebu nikuulize kwanza, mtazamaji wetu, watu wa kanisa wanatumia Roho Mtakatifu. Na wewe roho ambayo unatumia ni roho mgani? Asimina batu saja. Ni saja. Kwa sababu kwa kanisa nimeona umeimba mpaka umeingia kama umeingia kwa Roho Mtakatifu ama sio Roho Mtakatifu? Hakuna Roho Mtakatifu. Huyo si Roho Mtakatifu. Huyo ni roho gani? Sasa sio jua rada ni gani? Najua mimi hizo ni mistari zangu na cheki. Yaani unapata mzee mzima, yani mimi unipate nimesoto. Ukinichokoza mimi utapatana na vidi. Unapata na vidingi. Videvu na deep. Mavidevu ndio ngumi. Mavidevu ndio ngumi. Haya, ningependa kuuliza maswali mawili matatu kimalizia. Kwa nini Yesu alisulubiwa? Kwa sababu anatupenda. Kwa sababu anatupenda. Akaamua kusulubiwa. Na wewe wakisema sasa usulubiwe kwa sababu unapenda labda mrembo wako ama unapenda baba na mama, unasulubiwa? Sio, najua sisi ni binadamu. Na Yesu alikuwa mwanadamu ama alikuwa ni malaika? Yaani sasa sijui nitasema, sijui ni malaika. God have mercy upon us. Mtazamaji wetu, mambo inaendelea kuwa tena sawa kabisa. Basi ni wakati wa kutamatisha tu, yani kunjanya jamvi, maana tumekuwa huku tangu asubuhi. Wakati huu tumepata ndugu ambaye yuko sambamba kabisa, basi tuweze kusungumza naye pia tufahamu mawili matatu. Habari ndugu yangu? Mzuri sana brother. Jina lako nani? Mimi ninaitwa James Musebe. Mimi ni mchungaji wa Saint Gospel Church. Na ninashukuru sana kukutana na nyinyi. Mungu azidi kuwabariki sana. Na kwa sasa umetoka kanisani, sasa mmemaliza ibada? Tumemaliza ibada. Ni wakati sasa tunataka turudi pia tujipange tujiandae kwa ajili ya kesho. Na tunashukuru Mungu pia, unajua hii ni mwezi ambayo ni na Pasaka. Tunajiandaa kwa ajili ya kutezwa kwa Yesu Kristo na kufufuka kwake bado. So kwa yote tunashukuru Mungu, na wala ambayo tuko pamoja na tukiwa uhai, tunashukuru Mungu kwa sababu ametulinda na ametufikisha wakati huu. Na tuna imani ya kwamba Yesu Kristo saizi yako kwa vita. Anapigwa, anateswa, lakini tuna imani ya kwamba kwa hayo yote anapitia kwa ajili yetu. Na kwa nini Yesu alisulubiwa? Yesu kusulubiwa kwake, alisulubiwa kwa sababu sisi tuweze kukombolewa na tuweze kusamehewa. Sababu Mungu aliona dunia imekuwa na dhambi, na as long as tu akitaka dunia ikuwe salama, aliamua kumtoa akuja ateswe, apigwe misharuti, ateswe kwa sababu yetu, ndio nasi pia tupate kusamehewa. Kwa hivyo tulisamehewa. Mimi kama mchungaji, noti kama mchungaji, mimi mchungaji, ninaamini ya kwamba tulisamehewa, lakini kwa wale ambaye watamkiri ya kwamba yeye ni mkombozi katika maisha yao. Lakini na kwa sasa hizo dhambi ziliisha ama bado ziko? Kwake Yesu Kristo dhambi ziliisha kwa yule ambaye alimkubali. Lakini yule ambaye hakumkubali, bado hiyo dhambi zinaendelea. Na ndio unaona sasa bado zinaendelea sana. Lakini alisema ya kwamba yeyote atakaye nitambua, unaposoma Yohana 14. Hapo unaposoma hapo kuanzia 14:6 ukiteremka, inakwambia kwamba yeyote atakayetaka kuona ufalme wa mbinguni ni lazima amkiri na amtambue. Ndio sasa aone ufalme wa mbinguni. Habari ndugu yangu? Safi sana. Jina lako nani? Kizito Loge. Naona wewe ni mwendesha bodaboda. Kabisa. Kazi inakupelekaje? Hivi si venye ilikuwa hapa, lakini tunajikakamua tu. Kwa nini Yesu alisulubiwa? Yesu alisulubiwa kulingana kuokoa sisi. Wakati alisulubiwa alituokoa. Alituokoa. Alituokoa kutokana na nini? Kutokana
Aswa kutokana na venye yeye alikuwa anajua, alikuwa ametengeneza binadamu ili kuwe kiumbe ya kipekee, so that kulingana ile mambo alikuwa anatabiri kwa Biblia. Ndio manake sasa hivi tunaishi Kikristo. Alikuja kuokoa wanadamu. Wanadamu. Sasa hivi tumeokolewa. Tumeokolewa.